Mipango imekaa sawa, maandalizi yako vizuri, kila kitu kipo vile ambavyo kinahitajika. Wanakuambia kwamba hii dabi haina kipengele. Hiyo ndio kauli ambayo naweza nikasema kwamba hivi sasa, kwa sababu tayari klabu zote mbili zimeshakubaliana kushuka dimbani hapo kesho tarehe 25. Lakini pia kama ambavyo tunafahamu mechi hiyo itachezwa majira ya saa 11 kamili. Lakini cha kushangaza zaidi ni waamuzi wote wanatoka pale nchini Misri. Ndivyo ambavyo kwa upande wa bodi wameamua hivyo, kwa sababu ni mechi ambayo inatoa sura ya kitofauti, kwa sababu ni mechi ambayo kila mmoja atakuwa analitazama kombe. Sasa tayari kwa upande wa klabu ya Yanga wameshatoa orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika moja kwa moja kuelekea kwenye mchezo huo, na mimi tayari ninayo majina hapa ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mechi hiyo. Kabla sija kwenda kukutajia orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika moja kwa moja kwenye dabi hiyo ya Kariakoo, nikukumbushe tu hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia hapa majina ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo huo. Upande wa magolikipa yupo golikipa Djigui Diarra. Djigui Diarra mchezo uliopita tunafahamu alikosekana, lakini kwenye mchezo huu kwa wakati huu ameweza kupewa nafasi sasa ya kuwepo kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika. Lakini pia ukiachana na Djigui Diarra, moja kwa moja golikipa Abdou Twaribu Msheri naye ameorodheshwa kati ya magolikipa ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwa mechi hiyo. Maana kwamba hao ni magolikipa wawili ambao watakwenda kuhusika moja kwa moja kuelekea kwenye mechi hiyo dhidi ya Simba, kutokana na kile ambacho amekiangalia kwa upande wa mwalimu Miloud Hamdi. Lakini pia nikienda kutizama kwenye upande wa mabeki yupo Kibwana Shomari. Kibwana Shomari ameorodheshwa kati ya mabeki ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mechi hiyo. Lakini pia Israeli Patrick Mwenda naye yupo kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika moja kwa moja kuelekea kwenye mchezo huo. Wakati huo pia Shadra Kiboka naye yupo kwenye orodha, beki huyu wa pembeni kushoto ambaye amekuwa na uhodari wa hali ya juu kwenye mechi za hivi karibuni. Lakini pia Nixon Kibabage naye ameorodheshwa kati ya mabeki ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mechi hiyo. Lakini pia nahodha Bakari Nondo Mwamnyeto naye yupo kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika, japo mechi za hivi karibuni amekuwa apati nafasi mara kwa mara ya kuweza kuwepo kwenye kikosi hicho. Wakati huo pia Dickson Job naye yupo kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika. Wakati huo pia Ibrahim Baka naye yupo kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo huo. Lakini pia nikienda kutizama hapa kwenye upande wa viungo ambao watakwenda kuhusika kwenye mchezo huo, yupo Azizi Andamwile ambaye ameorodheshwa kati ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika moja kwa moja kuelekea kwenye mchezo huo. Lakini pia ukiachana na Azizi Andamwile, lakini pia Shehan naye pia yupo kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mechi hiyo. Lakini pia Duke Abuya naye ameorodheshwa kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika kama kawaida kuelekea kwenye mechi hiyo. Mudathiri Yahya naye pia yupo kwenye orodha. Wakati huo pia Khalid Aucho naye ameorodheshwa kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mechi hiyo. Lakini pia Pacome Zouzoua naye yupo kwenye orodha. Wakati huo pia Kratos Chota Chama Mwamba wa Lusaka naye pia yupo kwenye mchezo huo. Lakini pia nikienda kutizama kwenye upande wa mawinga yupo Jonathan Ikangalombo, lakini pia Max Nzengeli naye pia yupo kati ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika moja kwa moja kuelekea kwenye mechi hiyo. Lakini pia Faridi Maliki Musa naye ameorodheshwa kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye dabi hiyo. Lakini nikienda kutizama kwenye upande wa washambuliaji, Clement Mzize ameorodheshwa kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mechi hiyo. Lakini pia kwa taarifa ambayo imetolewa kuhusiana na Prince Dube, hakuna uhakika wa 100% wa kuweza kuhusika kwenye mchezo huo. Itafuatana na mabadiliko na taarifa kutoka kwa madaktari wa klabu ya Yanga ambao ndio watathibitisha kama mchezaji huyo anaweza akacheza dabi ama asicheze. Mpaka sasa hivi taarifa hii ninavyokutolea, ya maana kwamba dabi ipo na ni hapo kesho. Unawaona vipi Yanga watakwenda kwenye kwa ubingwa ama mambo yatakwenda tofauti? Maoni yako na mimi nitapitia. Shukran.